نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia mtume wetu Muhammad sala na salam ziwe juu yake, na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika kipindi cha tauhid, kumjua Allah subhanahu wa taala, kumpwekesha Allah subhanahu wa taala, kuhakikisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja na hana mshirika, kuhakikisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye al-fardu samad, yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja na ndiye anayekusudiwa kwa haja zote. Ndugu zangu katika imani, wiki iliyopita tulipitia katika machache ambayo yalikuwa yanahusia kuhusiana na mambo ambayo yako tofauti na ikhlas. Mwenye kuwa nayo anakuwa yuko mbali na ikhlas, lakini tukapata kwamba al-ikhlas qalbu al-islamu kulluhu, kwamba ikhlasi ni moyo wa Uislamu mzima. Ina maana pale ambapo hakuna ikhlas, mtu ukifanya matendo yako bila ikhlas unapata zero, unatoka patupu. Ndugu yangu katika iman, tuendelee na ikhlas. Kwa sababu gani? Ikhlasi kwa hakika ndiyo roho ya Uislamu wetu. Na turudie kusema kwamba matatizo mengi ambayo yanaikumba jamii na mengi yanayopita ni ikhlas, na katika mambo ambayo inabidi upambane nayo ni kupambana na nafsi yako juu ya ikhlas. Kwa hiyo insha Allah leo tutaangalia ni kwa nini ikhlas, lakini tuangalie vigezo ambavyo ukiwa navyo unakuwa na ikhlas biidhnillahi taala, baada ya kuangalia kinyume chake ambacho tumetangulia kuona. Ndugu zangu katika imani, ikhlas inna min muqtiyati al-ikhlas, muqtadiyat al-ikhlas ay yatahaqqaqa fi hayati al-insan ma yali. Katika mambo ambayo ni malengo ya ikhlas ni mwanadamu kuyahakiki haya yafuatayo kwa ufupi: bali an yakuna ikhlas raqiban ala al-insan, ni ikhlasi kuwa ni mlinzi. Ikhlas baada ya idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa ni mlinzi, kumchunga mwanadamu. Ikhlasi iwe ni yenye kumchunga mwanadamu. Wa huwa khairu shartiyu, kwa hakika ikhlasi baada idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni askari ambaye ni bora. Min dakhilil insan
askari ambayo anakuwa ndani ya mwanadamu, yamnauhu min mukhalafat, yamnauhu min almukhalafat wa yadfa'uhu ila fi'li at-ta'at. Ikhlasi anakuwa ni askari au mlinzi ambaye mlinzi huyo yuko ndani ya mwanadamu, min dakhili al-insan, yumo ndani ya mwanadamu, yamnauhu min almukhalafat, inamzuia kwenda kinyume na yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa yadfa'uhu ila fi'li at-ta'at, na kumfanya mtu kuwa ni sababu ya kumtengeneza mtu ili afanye yale ambayo ni ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yuraqiba al-insana nafsahu, lakini si hivyo tu, mwanadamu mwenyewe ailinde nafsi yake, wa yuhasibuha fil ghaibi washahadat, na aihesabu, aifuatilie nafsi yake fil ghaibi washahadat, anapokuwa peke yake na anapokuwa na watu. Hii ni kazi ambayo ni lazima kila mmoja wetu anayezitaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala aifuatilie nafsi yake. Ayuraqiba al-insana nafsahu, mwanadamu ailinde nafsi yake, yeye mwenyewe awe ni mlinzi wa nafsi yake. Mimi na wewe tulinde nafsi zetu, wa yuhasibuha fil ghaibi wa shahada, na nafsi yako uihesabu unapokuwa peke yako na unapokuwa na wenzako. Yani unapokuwa unaonekana kuna wanaokuona, na unapokuwa uko peke yako. Ifanyie mahesabu nafsi yako, wewe ni nani? Bali ikhlas ayastajiba al-abd lidai al-iman bil-ghaibi kastijabatihi lidai al-iman bil-shahada. Katika kuifuatilia ikhlas, mtu mimi na wewe, ayastajiba ad-da'i lil-iman au ayastajiba al-abd lidai al-iman bil-ghaibi, mja mimi na wewe muitikie yule ambaye analingania, anawaita watu kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wafundisha namna ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Unavyomuitikia yule, unapoitikia imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala unapokuwa peke yako, kama unavyoitikia ukiwa na wenzako, ukiwa na wengine. Wa yuqaddimu muqtadayati al-iman bihi ala masalihi al-madiyya, na mtu atangulize yale malengo ya iman, atangulize malengo ya iman juu ya maslahi mengine ya kidunia. Tanguliza malengo ya iman juu ya maslahi mengine ya kidunia. Ndugu zangu katika imani, hakika ambao haupingiki, ikhlasi tuseme ndiyo dini. Na ndugu zangu katika imani, ikhlasi, kukosekana ikhlasi unakuwa umekoswa kheri zote za duniani na akhera. Kukosa ikhlas unakuwa umefungua mlango mwingine wa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Utafungua mlango wa majivuno, utafungua mlango wa kujiona, utafungua mlango wa hasad, husda, utafungua mlango wa kibri, utafungua mlango wa kuona wewe ni bora kuliko wengine. Kwa hiyo ikhlas ni mali ambayo ni kubwa, na ikhlas ni hazina ambayo ni kubwa. Ikhlas ni roho ya Uislamu. Bila ikhlasi unatoka patupu. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin. Tuangalie vigezo ambavyo ukiwa navyo vinakupelekea kuwa na pupa ya kuwa na ikhlas. Ukiwa navyo vigezo hivyo ni sababu ya kuchochea kuwa na ikhlas. Kigezo cha kwanza, istihdar
Al-insan amrullah bihi, kwanza mwanadamu kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kuwa na ikhlasi, kwa sababu wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din. Wewe mwenyewe, mimi na wewe na mwingine, kuonyesha, pambana na nafsi yako, uonyeshe, uhudhurishe, moyo wako usome kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amara Allahu bihi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha wewe kuwa na ikhlasi, na hiyo ndiyo tauhidi. Istihdharu al-insan amara Allahu bihi, kuhudhurisha mwanadamu, kuonyesha mwanadamu, moyo wake kusoma mwanadamu, ubongo wako ukasoma, fikira zako zikasoma, zikatafsiri, matendo yako yote yakatafsiri kwamba Allah ameamrisha kuwa na ikhlas. Hii ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, istihdharu kaunihi shartan li sihhati al-amal wa qabulihi au wa qabulihi, kuonyesha kwamba hii ikhlas ni sharti la kukubaliwa matendo, wa qabulihi ni sharti la kusihi, kuwa sawa matendo unayoyafanya na kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano, kama unasafiri, unaandaa nauli, unaiangalia nauli yako kwamba hii nauli yangu ni ya kunifikisha sehemu fulani ninapolenga kufika. Kwa hiyo lazima Muislamu kama Muislamu uhudhurishe, moyo wako usome kwamba hii ikhlas ambayo ndiyo tauhid, ikhlas ni sharti la kusihi amali yangu, yani kukamilika amali yangu, wa kabulihi, na kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo bila kuwa na ikhlas, amali yangu ninayoifanya itakuwa ni chafu, itakuwa haiko sawa, lakini pamoja na uchafu wake haitokubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kigezo ambacho ukiwa nacho biidhnillah ni sababu ya kuwa na ikhlas. Kigezo kingine kinachofuata hapo ni alama, ni kutambua bi anna Allah ta'ala ya'lamu sirra wa jahra, wa annahu ya'lam ma huwa akhfa min as-sirr, ya'lam maknunati ad-dama'ir wa ma tukhfi as-sudur, wa anna as-sirra wal jahr indahu. Ni kutambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu sirra wal jahr, Allah anajua siri na wazi. Hilo lazima Muislamu ulielewe kwamba Allah anajua ya siri na ya wazi. Wa annahu ya'lam ma huwa akhfa min as-sirri, na kuzidi kutambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye anajua ma huwa akhfa min as-sirri, yaliyofichikana zaidi katika siri. Kuna yaliyofichikana, lakini kuna yaliyofichikana zaidi. Kwa nini? Ya'lam maknunati ad-dama'iri wa ma tukhfi as-suduri, Allah subhanahu wa ta'ala anajua dhamira ambazo zimefichikana na yale yaliyojificha vifuani mwa watu. Wa anna sirra wal jahra indahu, na kwamba mambo yote yanayofanyika kwa siri na kwa wazi, indahu, yako kwake, yanafahamika. Haya yote ndugu zangu katika imani, ukiyaelewa, ukiyatambua, utasimama vizuri kwenye ikhlas. Tatizo kubwa na sio dogo ni kwamba kufika wakati tukajisahau, kufika wakati Muislamu ukajisahau, na hilo ya umul jamii linaenea sehemu zote, sawa yule ambaye ni msomi na yule ambaye sio msomi. Inafika wakati wote wanakuwa level moja. Ni kutambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu sirra wal jahr, Allah anajua siri na wazi.
na kutambua kwamba yeye Allah anayejua siri na wazi, tena anajua yaliyofichikana zaidi katika siri. Lakini si hivyo tu, anajua kwa undani zaidi maknunatu dhamair, yaliyojificha katika dhamira mbalimbali, wa ma tukhfi suduri, na yaliyofichikana vifuani. Ni mara ngapi ndugu zangu katika imani tunafanya ibada, tunaswali, tunafunga, lakini pamoja na hayo unavyoonekana sivyo ulivyo, unavyoonekana sivyo ulivyo. Pia kutambua wa anna sirra wal jahr indahu, kwamba siri na wazi vyote viko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna aslu muamalatu al-insani li rabbih la yartakizu ala dhahiri al-a'mal wa innama ala haqiqati a'mali al-qulubi. Inna Allaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Wa anna asla muamalatu al-insan, na kwamba asili ya muamala wa mwanadamu na Mola wake, asili ya mafungamano ya mwanadamu na Mola wake, asili ya mahusiano kati ya Allah na Mola wake, asili ya chochote kile kinachofanyika, aslu muamalatul insani rabbih, kwamba asili ya muamala wa mwanadamu na Mola wake, asili ya ukaribu wa mwanadamu na Mola wake, la yartakiz ala dhahiri al-amal, haishi kwenye mambo ya nje, matendo ya nje. Asili ya muamala kati ya mwanadamu na Mola wake haviishi kwenye matendo ya nje. Wa innama, na hakika si vinginevyo, ala haqiqatu a'malil qulub, ni uhakika wa matendo ya moyo. Unavyoonekana nje ndivyo uonekane ndani. Kile unachokifanya kinachoonekana ndivyo hata na ndani ya moyo wako, kwenye mawazo yako. Bali tuseme hata ungetolewa damu ikaenda kupimwa kwenye maabara ya tauhid, maabara ya ikhlas, isome uhakika kwamba umemlenga Allah subhanahu wa ta'ala kweli, jambo ambalo ni mtihani ule mkubwa. Allah atuhifadhi. Kigezo kingine, bi anna an-nasa ilmuhu bi anna an-nasa laysa lahum min al-amri shay'un wala yastati'una naf'a wa darra illa bi idhnillahi ta'ala. Mtu ajue, mwanadamu ajue, laysa lahum, kwamba watu, bi anna an-nas, kwamba watu, laysa lahum min al-amri shay'un, watu hawana chochote kile katika maamuzi, watu hawana chochote kile katika jambo lolote lile. Watu kama wewe, kama mimi, hawana chochote kile katika, hawana jambo katika chochote kile. Wala yastati'una nafa, hawawezi kunufaisha, wa dhar, wala hawawezi kudhuru isipokuwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo kulitambua pia vile vile ni sababu ya ikhlas, kuwa na ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa utataka kufanya jambo, unataka watu wakusifie, unataka watu wakuone, au unaogopa watu wasikuone hivi, hilo ni tatizo kubwa. Lazima moyo wako usome kwamba watu wote hawana chochote kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hawawezi kudhuru wala kunufaisha isipokuwa kwa idhini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ni vipi tuwe na ikhlas? Ikhlasi ambayo tumeisoma kwamba ni moyo wa Uislamu. Bila ikhlasi yote unayoyafanya unatoka zero, unatoka hauna kitu.
ilmuhu bi anna al-insana sayuwajihu jazaahu wala budda wa annahu sayuhasabu ala haqiqati amalihi la ala da'awahu wala bima adhharahu liibadillah. Ndugu zangu katika imani, kazi ni kubwa. Tunaweza tukasema inna fil ikhlas la shughla, inna fil ikhlas la shughla. Tunaweza tukasema kwamba hakika katika ikhlas kuna shughuli kubwa. Inna fil ikhlas la shughla, kwamba hakika katika ikhlas kuna shughuli kubwa, kuna kazi kubwa katika ikhlas. Kwa sababu gani? Ilmuhu bi anna al-insan, mwanadamu lazima ukae unajua wewe Muislamu, anna al-insana, kwamba mwanadamu sayuwajihu jazaahu wala budda, yatamwelekea malipo yake na hakuna namna. Mwanadamu kwa vyovyote vile itakavyokuwa, ipo siku malipo yako yatakuelekea na wewe utaelekea. Ipo siku utalipwa. Fanya unayoyafanya, mizunguko yako yote ifanye, ujanja wako wote ufanye, yote uyafanye, vituko vyote uvifanye, uvimalize, lakini ipo siku utayaelekea malipo yako, wala budda, na hakuna njia nyingine, lazima utapata malipo yako. Tatizo sasa, wa annahu sayuhasabu, lakini pia vile vile huyu mwanadamu aelewe na afahamu, annahu sayuhasabu ala haqiqati amalihi, utahesabiwa kwa uhakika wa matendo yako, kwamba mwanadamu atahesabiwa kwa uhakika wa matendo yake. Utahesabiwa kwa uhakika wa matendo yako, la ala da'awahu, sio yale madai ulikuwa unadai. Kwa mfano unaswali, swala ni yenyewe, ndiyo unaswali, wewe anayeswali ni mwenyewe. Kwa hiyo utahesabiwa kwa uhakika wa matendo yako, sio madai yako unavyoonekana. Wala bima adhharahu liibadillahi, wala hutohesabiwa kwa yale uliyodhihirisha kwa waja wa Allah. Hutohesabiwa kwa yale yaliyokuwa yakionekana kwa watu unafanya. Yalikuwa unaonekana wewe unatoa sadaka sana, ulikuwa unaonekana wewe una kheri nyingi, ulikuwa unaonekana wewe alhamdulillah, unavyoonekana kwa watu, ulivyokuwa muonekano wako kwa kweli ulikuwa unakusoma vizuri, muonekano kwa watu. Kwa hiyo utahesabiwa, mwanadamu atahesabiwa ala haqiqat a'malihi, juu ya uhakika ukweli wa matendo yako. Utahesabiwa juu ya ukweli wa matendo yako, hutohesabiwa kwa yale madai yako wala yale ambayo yalionekana kwa watu. Hutahesabiwa kwa hayo, utahesabiwa kwa ukweli wa matendo yako. Sasa wewe ukweli wa matendo yako ni upi? Ukweli wa matendo yako, vigezo ambavyo tukiwa navyo tutakuwa na ikhlas hii ambayo tunaizungumza mara kwa mara, na nasema kwamba tatizo kubwa ni ikhlas. Wakati mwingine tunaweza tukasema, wakati mwingine tatizo kubwa sio kutojua. Ni wangapi wanaojua lakini wanafanya vituko? Tunatoaga mifano. Ni mara ngapi watu wenye elimu zao unaona anakaa kwenye meza kama hii na watu wamekaa kama hivi, anaanza kutukana, ni shekha anamtukana shehe mwenzake. Sasa kutukana kunaruhusiwa? Amekosea, ndiye amekosea. Sasa kukosea jibu lake ni kumtukana? Sasa unaweza kujiuliza amekoswa nini huyu, kitu ambacho hana ni nini? Sasa amesoma. Kwa hiyo shida iko kwenye ikhlas. Kuna kitu anakitafuta, aidha aonekane ni msomi sana, aidha aonekane yeye yuko ni wa viwango vya juu, aidha aonekane atakavyoonekana, aidha watu wamsifie, almuhimu na mambo yanayofanana kama hayo. Al-ikhlas qalbu al-islam kulluhu. Ikhlas ni moyo, ni roho ya Uislamu, ni moyo wa Uislamu kwa ujumla wake.
wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin, hawakuamrishwa watu isipokuwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtakasia nini? Dini. Ala lillahi dinul khalis, din khalis ndiyo inayofika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye mtendaji wake amekuwa ni mwenye ikhlas. Kigezo kingine, istihdharu adhim thawabu Allah ta'ala wa adhim iqabuhu subhana wa yaqinuhu bihi. Faman alima sifatu aljanna wa sifatu an-nar wa man alima qadru hubbi Allahi wa ridahu wa qaddara sakhtu Allah, alima ay shay'in yatlubu wa min ay shay'in yafirru. Istihdharu adhimu thawabu Allah, kuhudhurisha ukubwa wa thawabu za Allah. Naam, hapa duniani unaweza kuwa unafanya kazi zako unazozifanya ili upate malipo, unakuwa na jitihada kubwa unapokuwa unafanya yale unayoyafanya, kwa sababu unakusudia kulipwa. Utalipwa mwisho wa mwezi, utalipwa kwa namna yoyote ile ya utaratibu utakaokuwepo. Sasa istihdhar adhim thawabu Allahi ta'ala, kuhudhurisha ukubwa wa thawabu za Allah, hicho lazima Muislamu ukiweke mbele, na hilo wala alihitaji kikao wala mkutano kwamba tunaitana, unawaita watu mnakaa kushauriana ukubwa wa malipo wa thawabu za Allah. Ni wewe mwenyewe, hicho kikao ukae wewe na moyo wako, ukae wewe na nafsi yako, kwa maana ni wewe mwenyewe. Istihdharu adhim thawabu Allah ta'ala, kuhudhurisha utukufu na ukubwa wa thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, wa adhimu iqabuhu subhanahu wa ta'ala, na kuhudhurisha ukubwa wa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Vyote uviweke hapo. Sasa wewe unachukua kipi? Hudhurisha ukubwa wa thawabu za Allah, wewe mwanadamu na unyonge wako ulionao, hudhurisha ukubwa wa thawabu za Allah na uhudhurishe ukubwa wa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqinuhu bihi, alafu uwe na yakini ya kweli juu ya hayo mawili. Ujue kwa Allah kuna thawabu kubwa na ujue kwa Allah kuna adhabu kubwa. Wa yaqinuhu bihi, uwe na yakini, imani ya ndani juu ya hilo. Faman alima sifatul janna, atakayejua sifa za peponi, wa sifatun nari, na akajua sifa za motoni, na akakadiria hubbullahi wa ridha, mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka radhi za Allah, akakadiria adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, alima ayi shay'in yatlubu, atajua ni kitu gani akifanye, atajua ni kitu gani akitafute, wa min ayi shay'in yafirru, na ni kitu gani akikimbie. Narudia, istihdharu adhimu thawabu Allah ta'ala, kuhudhurisha thawabu za Allah, kuhudhurisha moyoni, ukaziweka mbele yako thawabu za Allah, ukaziweka ndani ya kifua chako thawabu za Allah, akili zako zikasoma kwamba kuna thawabu za Allah. Siku ambayo mimi nitakuwa sina kitu, siku ya Kiyama kuna malipo ya Allah, lakini malipo hayo ndiyo yanayokuelekeza peponi kwa idhini ya Allah. Pia kuna adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, nikienda kinyume ni kuingia motoni, ukawa na yakini juu ya hilo kwamba hivi vipo. Kuna thawabu za Allah ambazo ni kubwa na kuna adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ni kubwa. Kuna sifa utazipata peponi, zinazopatikana peponi ukifanya matendo ya kuingiza peponi, na kuna sifa za motoni. Asema mwenye kulitambua hilo, alima ayi shay'in yatlubu, lazima utaona ni kipi ukifanye. Alima ayi shay'in yatlubu,
Atajua mtu ni kitu gani akifanye, ni njia gani apite. Wa min ayi shay'in yafiru, na ni kitu gani akimbie, ni njia gani upite, ni njia gani usipite. Ikhlas inahitaji kutulia, inahitaji mtu utulie kwanza, ujisome wewe ni nani. Ndiyo unajua kwamba wewe ni Muislamu. Muislamu wa aina gani? Muislamu wa sampuli ipi? Muislamu anayefanya nini? Muislamu mwenye vigezo vipi? Vigezo vyako mpaka wewe ni Muislamu lazima ujisome kwamba je, vigezo vyako vimekamilika? Na hapo ndipo utakuja kuwa na al-ikhlas. Allah tuhifadhi juu ya ikhlas. Lakini kigezo kingine ambayo ni sababu ya kuwa na ikhlas ni ilmuhu bi anna al-a'mal al-khalisa lillahi ta'ala qad tashfa'a li sahibiha fi waqti hajati ilayha fi waqti shada'idi wal azmat ay fi yawm al-qiyamah. Ni mtu ilmuhu bi anna al-a'mal al-khalisa, ni mtu kujua kwamba yale matendo unayoyafanya ukiwa ni khalisan, ukiwa umetakasika, ukiwa ni mweupe, ukiwa ni ikhlas, ukiwa na ikhlas, ukiwa ni mkweli, matendo yako yakiwa yanasoma vizuri, unavyoonekana unafanya ndivyo ulivyo moyoni, malengo ni yale yale. Ni mtu kutambua kwamba matendo khaliswa yaliyo na ikhlas qad tashfa'u li sahibiha, ni yanaweza kumtetea. Utambue kwamba matendo yenye ikhlas ni yenye kumtetea muhusika fi waqti hajatihi ilaiha, kipindi ambacho utakuwa na haja juu ya kusaidiwa na matendo hayo. Kwa mfano, mtu anaweza akalima, mtu anaweza akafanya biashara, mtu anaweza akafanya kazi mbalimbali. Mara nyingi huwa tunakuwa na malengo kwamba unafanya hili ili ikusaidie siku zijazo, unafanya kadhaa kusudi baadaye uje utulie uanze kula faida. Kwa hiyo mtu anajitahidi sana, kama ni mkulima anatengeneza vizuri shamba lake na kadha wa kadha. Sasa ni mtu kutambua kwamba matendo yenye ikhlasi ndani yake yanamuombea, ni utetezi kwa muhusika huyo mwenye ikhlasi fi waqti hajatihi ilaiha, kipindi utahitajia. Kwa sababu kwa vyovyote vile hatutoishi humu duniani tulipo. Lazima haya yote unayoona uko nayo yamekuzunguka, mwisho wa siku utabakia peke yako. Kwa hiyo haya yatabakia huku duniani na wewe utabakia peke yako. Kwa hiyo haja ya kuhitajia matendo yako ya ikhlas inaanza sasa. Kwa hiyo hilo lazima ulielewe kwamba leo ninakula, leo navaa, leo napanda usafiri, leo niko kadha wa kadha, lakini ipo siku fulani mimi nitahitajia ibada zangu hizi ambazo zina ukweli ndani yake. Hilo ukilijua kwamba ipo siku utahitajia. Lakini si hivyo tu kwamba mtu atahitajia fi waqti shadaidi, kipindi cha shida. Kipindi cha shida, kipindi ambacho hauna shamba, kipindi ambacho hauna gari, kipindi ambacho hauna duka, kipindi ambacho hauna cheo, kipindi ambacho wala hakuna anayekuthamini, hauthaminiki tena isipokuwa yale ambayo umeyatanguliza wewe mwenyewe. Kwa hiyo tambua kwamba ipo siku hiyo. Kwa hiyo mwenye kuitambua siku hiyo ni kigezo cha kuwa na ikhlas. Lakini pia ni kutambua bi anna al-ikhlas, na hili tunalikariri mara kwa mara, bi anna al-ikhlas laysa sifati tuhsilu lil-mar'i thumma tuthbitu lahu ala ad-dawami, bal huwa sifatun ta'rudu wa tazulu. Ta'rudu lil-insan 'inda asbabiha wa tazulu biwujudi asbabi zawaliha, na kutambua kwamba hii ikhlasi ni sifa moja ya ajabu, ni sifa ambayo haithibiti kwa mtu. Tunarudia kusema
ni sifa ambayo haithibiti kwa mtu kwamba mtu anadumu nayo muda wote, bali inakuja na kuondoka. Inakuwepo ikhlas pale utakapofanya matendo ya kukuelekeza kwenye ikhlas, na ikhlas inafutika pale utakapofanya matendo ya kuifuta ikhlas. Na ikhlas si tumeshasema hiyo ndiyo dini. Yaqinuhu anna biimkanihi tahsilu al-ikhlas alladhi yanju bihi al-abdu fi ad-dunya wa fi al-akhirah, bal anna dhalika yusarra lahu. Ni mtu kutambua kwamba inawezekana kuipata ikhlas ukifanya jitihada. Inawezekana kuipata ikhlasi ambayo ni sababu ya kumwokoa mwanadamu fi dunia wa fil akhirah, na akhira. Hii ni sababu ya kumwokoa baada ya idhini ya Allah, kumwokoa mwanadamu duniani na akhira, na kutambua kwamba hilo ni lepesi kulifanya. Kwa hiyo usijifanyie ajizi kwamba wewe huwezi, unashughulishwa sana, wewe hauna muda, wewe kadha wa kadha, lakini unahitaji kile, ni mambo mengi bado unahitaji, haujatulia. Ndugu yangu katika imani, fanya hivyo utakavyofanya, lakini ipo siku ya kutulia. Kama ni kutulia, ipo siku ya kutulia, na kama ipo siku ya kuhangaika, ipo siku ya kuhangaika, utahangaika. Kigezo kingine ni ilmuhu bi anna Allah bi asma'ihi wa sifatihi, fa inna dhalika yurithu raja'uhu wahdahu wa khawfuhu wahdahu wa yurithu al-adabu ma'ahu subhana. Wa amma al-jahiluna billah wal mushrikun kama qala Allah ta'ala wa ma qadaru Allah haqqa qadrihi. Ilmuhu billah bi asma'i wa sifati, kumtambua Allah kwa majina yake na sifa zake. Kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala Mola wako kwa majina yake na sifa zake, ukamtambua Allah aliyekuamrisha na Allah aliyekukataza Allah aliyekuamrisha kufanya ibada na Allah aliyekuamrisha au aliyekukataza kufanya haramu. Allah aliyekuamrisha kumwabudu. Awalu ma amara Allah bihi at-tauhid, kwa sababu jambo kubwa na la kwanza aliloliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ni tauhid. Wa awwal ma naha Allah anhu ash-shirk, na jambo ambalo amelikataza likiwa ni la kwanza ni ushirikina. Sasa ilmuhu bi anna Allah, ilmuhu billahi bi asma'i wa sifatihi, mtu kumjua Allah na majina yake kwa majina yake na sifa zake. Lazima Muislamu umjue Allah na majina yake na sifa zake, umjue Allah ni nani. Hivi kwanza labda tuulizane, wewe unavyofikiria Allah ni nani? Kwa hali ya kawaida Allah ni nani? Allah ana nafasi gani ndani ya familia yako? Allah ana nafasi gani ndani ya kazi zako? Allah ana nafasi gani ndani ya mali yako? Allah ana nafasi gani katika vikao vyako? Allah ana nafasi gani katika malezi yako? Allah ana nafasi gani katika mazungumzo yako unayoyazungumza? Allah ana nafasi gani katika matendo yako ya kila siku? Allah ana nafasi gani kifuani mwako? Allah ana nafasi gani ndani ya akili yako? Kwa sababu tayari wewe una akili, unajua kizuri na kibaya, unajua kitamu na kichungu, unajua joto na baridi. Allah ana nafasi gani ndani ya akili yako? Kumtambue Allah, kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake. Fa inna dhalika yurithu raja'uhu wahdahu, hilo kilitambua Muislamu ni sababu ya kumrithisha mtu kumtegemea Allah peke yake. Yaani hapo kuna namna utatanazal,
kuna vitu utaviacha, utashuka, utajishusha, hapo utamtegemea Allah peke yake. Wa khawfuhu wahdahu, na hapo utakuwa na hofu ya kumwogopa Allah peke yake. Kuna namna utajishusha, kuna mambo utayaacha, utakuwa unayapenda na unajua kwamba yanaweza kufikisha sehemu nzuri, hata jamii ikakuona kwamba wewe una maana, kwamba wewe umeendelea, lakini utayasamehe hayo yote, utayaacha kwa sababu unamjua Allah. Wa khawfuhu wahdahu, utakuwa na hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini wayurithu al-adabu ma'ahu subhana, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake. Wayurithu al-adabu ma'ahu subhana, inamfanya mtu awe na adabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unakuwa na adabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayurithu, kumtambua Allah ni sababu ya kumtengeneza mtu, ni sababu ya kumwandaa mtu, kumrithisha adabu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi adabu zetu zikoje na Allah subhanahu wa ta'ala? Unaweza ukawa na mtoto wako unasema, mimi huyu mtoto wangu hana adabu, kwa kweli hafai, aliponifikisha mimi namfukuza hata kwangu. Haya, turudi kwetu sasa. Adabu yako na Allah subhanahu wa ta'ala ina sura gani? Na hayo yote uweze kuyafikia mpaka umtambue Allah kwa majina yake na sifa zake, kwamba Allah na sifa ipi, majina yake Allah subhanahu wa ta'ala yana muktadha upi, malengo yake ni yapi. Yurithul adab ma'ahu, hilo linamtengeneza mtu awe na adabu nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Swali la kujiuliza, adabu yetu na Allah ikoje? Adabu zetu na Allah zikoje? Bali wanachuoni wanasema kwamba kufikia hapo, wa ammal jahiluna billahi, ama wasiomjua Allah subhanahu wa ta'ala, wal mushrikuna billahi, na wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ndio hivyo kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah, watu hawakumpa haki Allah ukweli wa kumpa haki yake, hawakumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumheshimu. Al-ikhlas, ikhlas qalbu al-islam kulluhu, ikhlas ni moyo wa Uislamu mzima. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, hawakuamrishwa watu isipokuwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa ni wenye kumtakasia dini. Wamanil mukhlis, ni nani mwenye ikhlas? Kigezo kingine cha kuwa na ikhlas ni kathrat qiraat, ni istiradhu ayatullahi ta'ala wa ahadithu rasulihi sallallahu alayhi wasallam wa siratahu wa tadabburiha wa tafaqquh maaniha wal amal biha. Miongoni mwa vigezo vya kuwa na ikhlas, tunazungumza ikhlas kwa sababu ndio shida. Watu si kwamba hawajui, watu wengi wanajua, durusi ni nyingi, watu wanasoma, wanawake wanasoma, wanaume wanasoma. Sasa tukae pembeni tuangalie wale wanaosoma wanafanana na vile wanavyovisoma. Kwa hiyo shida ni ikhlas, ndio shida. Na katika vigezo vya kukubaliwa matendo ni al-ikhlas wal mutaba, kuwa na ikhlas na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiradhu ayati llahi ta'ala, ni mtu kuhudhurisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ukayaleta mbele yako. Haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ukayaweka mbele yako, na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo ni sahihi ukaziweka mbele yako, ukasoma mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watadabburiha, ukavifikiria. Sasa ukaanza kuvichambua, ukafikiria, ukavizingatia, ukaweka kwenye mazingatio. Wafiqhu maaniha, ukatambua maana yake ni nini, maana ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama,
na mwenendo, siratahu, mwenendo aliyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayi sunnatahu, mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal amalu biha, na ukayafanyia kazi, ukazifanyia kazi aya za Allah, ukazifanyia kazi hadithi za Mtume, ukafanyia kazi mwenendo maisha aliyoyaishi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Labda tukiulizana swali, wewe kufikia hapo, hata mimi anayezungumza hapa kufikia hapo, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenendo wake maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe una asilimia ngapi kwenye maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala? Una asilimia ngapi kwenye maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Una asilimia ngapi kumuishi Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoishi? Una asilimia ngapi? Kwa sababu tuko kwenye ikhlas, ni vitu vinavyohusiana na ndani ya mtu. Wewe unajua kiwango ulichonacho ni asilimia ngapi? Bali kigezo kingine ni kathrat qira'atu siyar al-mukhlasin wal-ubad waz-zuhad min as-salaf as-salih, fa inna an-nafsa tasfu bi qira'ati akhbari haula'i al-akhyari, kuzidisha sana kusoma mwenendo wa wale wema waliotangulia, waliokuwa na ikhlasi. Wa kwanza, kabla hatujazunguka, tunamsoma mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, kusoma mwenendo wa waliokuwa na ikhlas, kusoma mwenendo wa wale waliofanya ibada, waliotangulia, walioipa nyongo dunia waliijua. Hata kama tutashughulisha sana kwamba dunia tunatafuta, tunafanyaje, tunataka tuwe hivi, sio haramu kutafuta dunia, sio haramu kufanya biashara yako, kufanya kazi zako, sio haramu, lakini kuna vigezo. Lakini hata hayo yakitushughulisha mpaka tukasahau kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sisi sio wa kwanza kuitafuta dunia. Sisi sio wa kwanza kuitafuta dunia. Sisi sio wa kwanza kutafuta heshima. Sisi sio wa kwanza kutafuta sifa. Sisi sio wa kwanza kufanya ibada. Sisi sio wa kwanza. Kwa hivyo basi ni kusoma mwenendo wa wema waliotangulia, waliokuwa na ikhlas, walioiacha dunia katika salafu salih, kwani fa inna nafsi zinasafika biqiraati akhbari haulai al-akhyari, kuzisoma habari za wale watu wema. Kwa hiyo kusoma habari za watu wema ni sababu ya kuzisafisha nyoyo zetu. Al-ikhlas. Kwa sababu gani? Al-ikhlas ni qalbu al-islam wa ruhuhu. Ikhlas ni moyo wa Uislamu, ni moyo wa matendo. Kwa sababu gani? Wa man arafa qadra shay'un wa kana aqilan fa innahu la yamliku illa an yanzila dhalika min nafsihi hasbi qadruhu ayan kana. Kwa sababu man arafa shay'an qadrahu, mwenye kujua thamani ya kitu, mwenye kujua thamani ya kitu, wa kana aqilan, na kipindi anajua thamani ya kitu hicho, akawa akili ziko wazi, zimefunguka, wa kana aqilan, akawa na akili timamu, fa innahu la yamliku illa an yanzila dhalika min nafsihi, basi huyo mtu hakika mambo yalivyo, fa innahu, hakika mambo yalivyo, hakika mtu huyo la yamliku illa an yanzila dhalika, hakuna anachokimiliki zaidi ya hapo isipokuwa ni kuvuta hicho alichokiona, nafasi aliona, min nafsihi, kuweka ndani ya moyo wake, hasbi qadruhu ayan kana, kwa namna ya uwezekano utakavyokuwa. Kwa hiyo kisha jua hilo, hebu pambana na nafsi yako kwa namna itakavyokuwa. Hubban au bughdha, taqdiran wa ijlalan. Hubban au bughdha, jilazimishe
hiyo sifa kuiweka kwenye kifua chako ili na wewe uwe nayo. Hubban au bughdha, unapenda, unataka au hautaki. Kwa nini? Kwa sababu takuja kuwa na hitajio baada ya maisha ya hapa duniani. Kwa hiyo ni kujilazimisha, unataka usitake. Lakin faman arifa Allah haqqa ma'rifatihi, yoyote yule atakayemjua Allah ukweli wa kumjua. Wa man arifa sha'nu al-ikhlasi wa aqibatihi, na mwenye kujua jambo na nafasi ya ikhlas na mwisho kumaliza. Ikhlasi mwisho wake ni upi? Wa haqiqat ma yudadihi min a'mali al-qulubi wal jawarihi wa aqibatiha, na kutambua uhakika wa ikhlas, kutambua uhakika wa kile kinyume cha ikhlas ambayo ni shirki. Kinyume cha ikhlas ni shirki kwa namna zote itakavyokuwa. Sawa uite shirki iwe ni shirki kubwa, au sawa useme hii ni shirki ndogo. Ndiyo, ni ndogo, ni shirki ndogo, ndiyo. Sasa ni ndogo, ni shirki ndogo, sawa. Aya, anayetambua kwamba ni shirki hiyo ni mdogo, ina maana Allah ni mdogo. Kutambua uhakika wa kinyume cha ikhlas, min amali alqulubi, katika matendo ya nyoyo, wal jawarih, na ya viungo vyako, mwili wako. Kwa sababu lazima tunashughulika kila siku, na taharaku yaumiyya, tunashughulika kila siku. Lazima tutafanya kazi, lazima tutaongea, lazima tutakuwa na marafiki. Sasa hebu ikhlasu ifanye kazi. Mtu akaangalia mwisho wake, fasawfa yatlubu likhlasi. Huyu mtu akitambua vizuri Allah na akatambua mwisho ni upi, fasawfa yatlubu likhlasi, ipo siku huyu mtu akijitambua ataweza kuitafuta ikhlasi, inapopatikana aishike vizuri. Wayanshaghilu bihi, na ashughulike na ikhlasi. Wayuhakimu nafsahu ala muqtadayatihi, na atajilazimisha kuihukumu nafsi yake juu ya malengo ya ikhlasi. Hatta yudriku almatlubahu minhu, mpaka mwisho wa siku aweze kukifikia kinachotafutwa humu ndani ya ikhlasi. Min waraihi fi dunya wal akhirah, mpaka mtu aweze kukidiriki kinachotafutwa ndani ya ikhlasi. Wa matlubuhu, na kinachotafutwa min warai fi dunya wal akhirah, kinachotafutwa nyuma yake katika dunia na akhira. Kuna kitu utaangalia, lakini pia vile vile kuna ulazima mkubwa Muislamu kuwa na ikhlasi ya kweli. Na swala la ikhlas wasema ni nafisi, ni swala ambalo kwa hakika kulipata ni vigumu, ni nafisi, halipatikani hivi hivi, aziz, liko nadra sana. Kwa sababu ghalibu fi amalina, matendo yetu zaidi kwa undani zaidi, yawezekana Allah tukinge na hilo, yawezekana ukajikuta yako nje ya ikhlasi. Watu tunakuwa na malengo mengine, au wa imma an yakuna al-ikhlasu naqisan mashuban bi shay'in min hududi an-nafsi al-ajila. Unaweza ukakuta ikhlasi ipo lakini naqisan, ni ndogo, imepungua. Kwa sababu gani? Imechanganikana na kitu miongoni mwa kutaka hadhi za nafsi ambazo zinaondoka kwa haraka, muda sio mrefu. Yanayokushughulisha yatakuwa hayakushughulishi, utaenda kushughulishwa na mengine huko. Utaenda kuulizwa al-usulu thalatha, utaenda kuulizwa nani Allah, nani Mola wako, utaenda kuulizwa nani mtume wako, utaenda kuulizwa ni ipi dini yako. Kwa hiyo yanayokushughulisha muda sio mrefu tu, ila kwa sababu muda hakuna anayeujua, tunajipa matumaini ya kuendelea kuwepo, tunajipa matumaini ya kuendelea kuwepo. Kwa hiyo mtu unajikuta unafanya yasiyofaa, unafanya yasiyofaa kwa sababu unaendelea kuwepo. Kwa sababu nini? Mtu inakuwa ni vigumu
kujihesabu na kujifuatilia kwamba yeye yuko kwenye marudhati Allahi Ta'ala, analenga kumridhia Allah mtukufu, kumridhisha Allah mtukufu, wa imma hasbi hududhi nafsi, au lengo lake ni kuipamba nafsi, ni kuivalisha nafsi, huko kwenye kutafuta hadhi ya nafsi yake. Wa hadha kulluhu yaqtadi an yajtahida almar'u fi an takuna bidha'atuhu fi hadhihi alhayati dunya wa yawm alqiyamah ala maulahu fi dari alakhirah alikhlas. Na ndugu zangu katika imani, wa hadha kulluhu, na haya yote tunayoyataja, yaqtadhi, yanakusanya au yanahukumiwa, yanamuandaa mtu ayajitahida almar'i, mtu ajitahidi antakuna bidhaatuhu fil hayati dunya, atengeneze bidhaa yake yenye thamani katika maisha ya dunia, katika maisha yake ya dunia, wa yaumal qudumi ala maulahu fi dari al-akhirah, na siku ya kufika kwa Mola wake siku ya mwisho. Al-ikhlasi, ni ikhlasi. Narudia, ni lazima mimi na wewe, ni lazima mtu ajitahidi kutengeneza bidhaa yake ya thamani hapa duniani, na siku qadumi ala maulahu, siku ya kukutana na Mola wake au kufika kwa Mola wake siku ya Kiyama, bidhaa yenye thamani ni al-ikhlasi, ni kuwa na ikhlasi. Ndugu zangu katika imani, ikhlasi ni mtihani ulio mkubwa. Ikhlasi ni kipimo ambacho baada ya idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu au ni nguzo, ni msingi wa kukubaliwa matendo ya mja. Ni kipimo na ni msingi wa kukubaliwa na ni nguzo ya kukubaliwa matendo yako unayoyafanya hapa duniani, pamoja na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukiangalia muda wetu, tupitie kwa mukhtasari vipi tuwe na ikhlas. Ni vipi tuwe na ikhlas? Kaifa akuna mukhlisa, ni vipi niwe na ikhlas? Ad-du'a, kitu cha kwanza ni dua, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akuthibitishe kwenye ikhlas, kwa sababu tumemaliza kusema yawezekana ukawa umesoma kila kitu unakijua lakini ukakoswa ikhlas. Yawezekana kheri ni nyingi unazozifanya lakini ukakoswa ikhlas. Kuna vitu ambavyo unakuwa umevikusudia, unasomesha, kuna vitu umevikusudia, unatoa mihadhara, kuna vitu umevikusudia, unafanya kheri mbalimbali, kuna vitu umevikusudia. Kwa hiyo ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ikhlas. Kwanza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, dua ambayo ni ibada. Ni vipi niwe na ikhlas? Ikhfaul amal, wanachuoni wanasema kuficha matendo. Kuficha matendo yako ni sababu ya kupelekea kuwa na ikhlas. Kuficha matendo yako. Lakini nadhuru ila amali salihina mimman hum fawqak, kuangalia matendo ya wema ambao wako juu yako. Tumetangulia kusema kwamba wewe unayoyafanya wewe sio wa mwanzo, kuna hitajika jitihada kubwa, na hata yule anayefanya madhambi sio wa mwanzo. Kwani wewe unamzidi Firauni? Anamzidi Firauni. Kama unamzidi Firauni, unamzidi Shaitani Ibilisi laanatullahi alayhi. Kwa hiyo wewe sio wa mwanzo, lakini pia vile vile katika ibada wewe sio wa mwanzo. Kwa hiyo ili tuwe na ikhlas, nadhuru ila amali salihin mimman huwa fawqaka, ni kuangalia matendo waliyofanya wale waliokuwa wema ambao wako juu yako, wanakuzidi. Mara nyingi sisi utakuta unaangalia unaowazidi. Unaweza ukawa unafanya ibada yako, unawacheka wanaozini, unawacheka walevi, unawacheka wasio swali, yaani wewe unashughulika na hayo.
unaona kwamba wewe mashallah, wewe uko juu, wewe uko juu kabisa, umewazidi wengine. Kwa hiyo hilo kuliangalia ni jambo la msingi. Wewe ukitaka kupima ibada yako, jipime kwa wale wema waliotangulia ambao wako juu yako, uone umefikia wapi. Kinachofuatia hapo ni ihtiqarul amal, kudharau matendo yako. Usijione kwamba wewe ni bora katika ibada. Wewe katika kufanya ibada wewe ni bora zaidi kuliko wengine. Kudharau matendo ni njia ya kuwa na ikhlas, kwa maana unaona ulichokifanya ni kidogo sana kuliko ambacho unahitajika ukifanya. Kwa hiyo unazidi kuongeza kheri hata mpaka mauti ya kufikie, mpaka ukutane na Mola wako azza wa jalla. Lakini si hivyo tu, khaufu min adami qabuli al-amal, kuwa na hofu, kuogopea kwamba huenda matendo yako hayatokubalika. Unafanya ibada, unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuwa na wasiwasi kwamba huenda matendo yako hayatokubalika. Kwa hiyo ukafanya zaidi na zaidi, ukafanya vizuri sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio ufanye amal alafu uone kwamba wewe ni mashallah, wewe hakuna shida. Sisi alhamdulillah bwana, Uislamu huku kwetu, Uislamu tuna Uislamu bwana, Uislamu ni mzuri. Tuna durusi, tuna dini, tunasoma tauhidi. Ndio, kusoma tauhidi sio tatizo. Tatizo, je, unapoisoma tauhidi unafanya nini sasa? Una hatua gani? Umetoka wapi? Umefika wapi? Umeacha nini? Umefanya nini? Hayo ndiyo mambo ya msingi. Kuwa na hofu kwamba huenda matendo yako hayatokubalika. Kwa hiyo ukazidi kufanya zaidi na zaidi na zaidi. Lakini pia adamu taathur bikalami nas, kutoathirika na maneno ya watu. Unaweza ukafanya ibadat, unaweza ukafanya kheri mbalimbali, watu wakakusifia, ukawa na kiburi, ukavimba kichwa, kaona katika wacha Mungu wewe ni walii, wewe ndo namba moja katika watu fulani, wewe ndo namba moja. Ujishushe, ujione wewe ni wa kawaida. Lakini wewe basi huwa unajitahidi sana. Kwa kweli swala huwa hazikupiti. Wewe katika swala kwa kweli mashallah tabarakallah, kwa kweli wewe uko vizuri, na wewe ukasema mpaka wameniona nimeanza kuonekana. Hapana. Adamu taathur bikalami nas, kutoathirika na maneno ya watu ni sababu ya kuelekea ikhlas. Lakini istihbai, kujua anna an-nas la yamlikuna al-jannat wala an-nar, istishab. Anna an-nasa la yamlikuna al-jannat wala an-nar, kutambua. Istishab yani sahaba, kuwa na rafiki. Ina maana kukaa unakariri hili ukawa nalo likawa ni rafiki wa ndani. Anna nasa, kwamba hawa watu hawa walioumbwa na Allah, la yamlikuna aljannata wala nari, hawamiliki pepo wala moto. Hawa watu hawawezi kunipa pepo wala hawawezi kunipa moto. Hivi nilivyo navyo hivi si chochote si lolote. Hilo kulitambua kwamba watu hawagawi pepo wala moto. Lakini tukielekea kumaliza, tadhakkur annaka fil qabri mufraduka, kutambua kwamba kwa vyovyote vile itakavyokuwa, fil qabri mufraduka, ndani ya kaburi utakuwa peke yako. Kutambua kwamba ndani ya kaburi utakuwa peke yako. Kwanza hata hivyo ukifikiria hivyo wewe unajisikiaje? Hata hapa tulipokaa darasani wewe unajisikiaje unapofikiria kwamba ndani ya kaburi utakuwa peke yako? Yaani hata na mke wangu hatakuwepo, na watoto wangu hawatakuwepo, na marafiki zangu hawatakuwepo, kumbe na mali zangu hazitakuwepo, kumbe nitakuwa ni nini? Kwa hiyo unajitahidi kuangalia cha kwako ni kipi sasa. Baada ya kuona kwamba hali ni mbaya, sio kawaida,
unaangalia sasa cha kwako ni nini, katika mali zako cha kwako ni nini, katika vitu vyako vyote cha kwako ni nini. Hilo ni la msingi, ukilifikiria ni sababu ya kuwa na ikhlas. Tadhakkur annaka fil qabri mufraduk, kutambua kwamba wewe kwa vyovyote itakavyokuwa ndani ya kaburi utakuwa peke yako. Wallahi kuna mambo ambayo Allah akijalia kwa idhini yake Rahman tukawa na ikhlas, kuna mambo utafungukiwa utayaona. Lakini ikhlas ndugu zangu katika imani ni nadra sana, ni mpaka jitihada za hali ya juu au jitihada za makusudi kuwa na ikhlas, kwamba wewe ibada yako unayoifanya hauna majivuno, hauna mashindano, hakuna ushabiki fulani, hakuna unayemlenga kumuibia. Na mtu anaweza akafanya ibada kwa lengo la kuja kumuibia fulani, hakuna unayemlenga, bali wewe umemlenga Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu ukaona kwamba wewe hapa hauna chochote, cha kwako ni kile ambacho kiko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ulichokiweka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndicho cha kwako. Lakini pamoja na hayo, fil qabri mufraduka, ndani ya kaburi utakuwa peke yako, kwa sababu wewe sio wa kwanza kuishi hapa duniani. Kuna vitu vingine lazima twende tunafunguka. Wewe sio wa kwanza kuishi hapa duniani, hata babu yako aliishi, babu na nani waliishi. Kwa hiyo wewe sio wa kwanza kuishi hapa duniani. Vinavyokushughulisha hapa duniani, wewe sio wa kwanza. Kuna watu walipita walishughulishwa na hivyo. Kwa hiyo kinachotakiwa kushughulisha ni kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, imalu ikhlas la takhallusa, fanya kwa ikhlas lillahi azza wa jalla, la takhallusa, si kutaka kumaliza, ngoja nifanye hiki kiishe. Mtu anasema bwana, kwa sababu mimi swala haiwezi kunipita. Unakuta watu wanapongezana, kwa kweli hili deni mimi nimelimaliza. Anaswali, deni hili nimelimaliza kwa kweli, alhamdulillah, deni nimelimaliza hili. Kadha wa kadha, na swaumu na mengineyo tunayoyafanya. Imalu ikhlasa la takhallusa, ufanye kwa ikhlas lillahi azza wa jalla, sio kumaliza. Ndugu zangu katika imani, kikubwa ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuangalie kaifa yakun al-istiwa al-a'mali al-abdi al-dhahira wal-batina, ni vipi itakuwa matendo ya mja yanayoonekana na yasiyoonekana yakalingana. Ni vipi tafanyaje? Unavyoonekana sura yako, unaonekana huko kwenye swala, unaonekana huko kwenye kheri mbalimbali, ikawa ndivyo ilivyo ndani ya moyo wako, itakuwaje? Kaifa yakun iradatu dunya iradatu amalul akhirah bi iradatul akhirah, ni vipi itakuja, ni vipi itawezekana kwa kila mmoja mmoja, fil fardi wal mujtama, kwa kila mmoja mmoja na jamii kwa ujumla, mtu akawa anafanya ibada, anafanya mambo ambayo ni ya dini, lakini iradatul akhirah, anafanya mambo ni ya akhira, akiwa anailenga akhira kweli kweli, sio amalul akhirah bi iradati dunya, si kwamba mtu anafanya kazi za akhira ibadati, lakini malengo yake ni dunia. Kaifa yakun, ni vipi itakuwa? Man alladhi sayakunu muslima amama Allah, nani atakuwa muislamu wa kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni nani atakuwa muislamu wa kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakati Allah subhanahu wa ta'ala amesema ala lillahi dinul khalis? Jueni kwamba kwa Allah hakuna kinachomfikia Allah, hakuna anachokithamini Allah, hakuna utakachoenda nacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala kikaonekana kina thamani katika dini yako, isipokuwa ni dinul khalis, kile ulichokifanya kwa ikhlas. Man alladhi sayakunu muslima amama Allah, nani atakuwa muislamu mbele ya Allah kwa vigezo hivyo? Tukirudi kwenye aya ambayo kila mmoja anaijua, watu wengi wanaijua, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakat wa dhalika dinul qayyima. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa dhalika dinul qayyima.
Mani alladhi yakunu muslima amama Allah, nani atakuwa muislamu wa kweli mbele ya Allah wakati Allah amesema wama umiru illa liya'budu Allah. Hamkuamrishwa, watu hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah, aabudiwe Allah, mukhlisina lahu dini, wamemtakasia Allah peke yake hii dini yake. Kila akifanyacho mtu ni mukhlisina lahu dini, amemtakasia Allah dini, na wakati huo ni hunafaa, ni msafi, ni mnyenyekevu, ametakasika, ni mweupe, amemili katika tauhidi, amewacha ushirikina na aina zake zote, alafu aswali, atoe zaka. Wadhalika dinul qayyima, na atakayefanya hivyo, hiyo ndiyo dinul qayyima, ndiyo dini imara, ndiyo dini madhubuti. Man sayakunu muslima amama Allah, nani atakuwa muislamu wa kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imal ikhlas la takhallusa, fanya kwa ikhlas, sio kwa kutaka kumaliza. Wabillahi tawfiq wa sadallahu wa qatakum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.